Kuna aina fulani ya maumivu yakitokea kwenye maisha yako, unaweza ukadhani yamekuja kukuumiza, lakini ukweli ni kwamba yamekuja kukutengeneza na kukuandaa kwa mtu mkubwa zaidi. Ni ngumu kuamini hilo wakati unapitia katika hayo maumivu, lakini baada ya muda utagundua kwamba huo ndio uhalisia wenyewe. Kila mtu ambaye amefika juu sana kwenye eneo lake lote lile la maisha, kwenye biashara, kwenye uongozi, siasa, kwenye kampuni, kwenye professional zao, kwenye taaluma zao, au mwana michezo, atakuja kukuambia kwamba kuna wakati alipitia maumivu ambayo yalimtengeneza kuwa yeye au yule aliyepo leo. Ni hivi, every pain creates a future. Na maalum sana ni vizuri kujua tafsiri unayokuwa nayo kuhusiana na maumivu unayopata. Watu wengi wakipitia maumivu, kwanza wanaanza kujilaumu wenyewe, watalaumu watu, na wengine hata wanafika hatua wanaona kama vile Mungu amewaacha au amewasahau. Usichojua ni kwamba maumivu huwezi kuyakwepa moja kwa moja kwa 100%, kwa sababu ni ingredient muhimu kwenye kukutengeneza wewe kuwa mtu mkuu. Cha kwanza ni kwamba unatakiwa uelewe wakati unapopitia kwenye maumivu, hautaelewa kwa 100% kwa nini kitu kimetokea. Watu wengi kitokea kitu wanauliza why. Ni kweli, ni jambo la kawaida na ni nzuri kutafuta sababu ya kwa nini mambo fulani yametokea. Lakini nataka nikuhakikishia, kuna maumivu ambayo hutapata majibu yake leo hata ujiulize namna gani, na wakati mwingine hata kesho ukijiuliza tena hautapata. Sio kama unajua kuna watu ambao mpaka wameondoka duniani hawajajua sababu ya vitu fulani kutokea. Ndio ubinadamu wenyewe, kwamba tuna ukomo, tuna limitation ya vitu kuvielewa katika maisha. Kuna watu wataondoka kwenye maisha yako, utaelewa kwa nini wameondoka, kwa sababu ulifanya kile ulichoweza, ulijishusha, uliwabembeleza, ulisacrifice kwa namna nyingi, lakini bado wameondoka. Uliwatendea mema, bado wameondoka. Kuna watu watakufanyia mambo mabaya wakati uliwatendea mambo mazuri, uliwasaidia wakati wakiwa na shida, uliwatambulisha, lakini leo wamekusaliti, wamekugeuka na wamekuchafulia jina lako. Utajiuliza maswali mengi, hutaelewa. Kuna watu watakupiga vita katika namna isiyo kwa kawaida. Wana kila kitu, wana pesa, wana cheo, wana nafasi, wana umaarufu. Wewe ukijiangalia hauna kitu kikubwa, lakini bado watakupiga vita. Ukijiuliza why, pengine wakati mwingine unaweza usipate majawabu na maswali hayo. Kuna watu wataondoka kwenye maisha yako wakati bado ulikuwa unawahitaji, pengine kwa sababu wamefariki. Ukijaribu kujiuliza kwa nini aliondoka akiwa bado kijana, kwa nini aliondoka mimi bado nikiwa mdogo, hutaelewa. Kwa hiyo ni lazima ukubali kwenye maisha yako kwamba kuna maswali ambayo hutaweza kuyapatia majibu yake. Ukiwa namna hiyo, utakuwa unaruhusu nafasi nzuri ya wewe kusonga mbele, kwa sababu kama unataka kupata jawabu la kila swali, utachelewa sana kwenye maisha. Jambo la pili unatakiwa kulielewa ni kwamba kuna maumivu utayapitia watu wakiwa wamedhamiria mabaya, lakini yatageuka na kuwa ni baraka. Mimi binafsi nimekutana na watu wengi sana ambao wanakuambia kwa kweli, nashukuru niliyapitia yale maumivu. Nashukuru yule jamaa alinidharau. Nashukuru alinifukuza. Nashukuru aliniacha. Nashukuru alitengeneza kile kitu kinyume na mimi. Wakati anayapitia alikuwa anasikia maumivu makali sana, lakini leo anashukuru. Steve Jobs alisema kwamba you cannot connect the dots of your future going forward. You can only connect the dots backward. Kwamba kuna mambo kwenye maisha yako huwezi kuyaelewa sasa hivi mpaka muda upite, ndio ukirudi nyuma unasema ndio maana nilikataliwa kwenye kazi ile nipate kazi nzuri. Ndio maana yule mtu alininyanyasa ili nitoke kule nimpate yule mtu mwema. Ndio maana ile biashara haikufanikiwa ili nije kwenye biashara hii hapa. Ndio maana nilikosa wakati ule ili nipate hiki. Kwa hiyo mara nyingi sana kuna vitu mtu anaweza akavifanya kwa nia kukudhuru, kwa nia kukuumiza, lakini unachotakiwa kujua ni kwamba Mungu huaga anatumia nafasi hizo hizo kutengeneza future yako iliyo njema. Ndio maana kwenye mafundisho yetu ya dini tunafundishwa kwamba tujifunze kushukuru. Wakati mwingine utasema nishukuru kwa jambo baya, usichojua ni kwamba kwenye kila jambo baya linaweza likakusaidia kupeleka kwenye jambo zuri. Labda nikuulize swali. Hujawahi wewe kusikia au mwenyewe kukutokea umeachwa na basi, alafu hilo basi likaja kupata ajali? Ukiachwa pale wakati wewe inakuaje? Unajilaumu. Kwa nini nilichelewa kuamka? Utalaumu mtu. Kwa nini hukuniamsha? Kwa nini hivi na hivi? Hii simu niliweka alamu. Kwa nini haikufanya kazi? Utajilaumu. Baadaye bahati mbaya unashangaa ile basi lipata ajali. Unasema kumbe Mungu alikuwa ameniepusha. Ndivyo ilivyo. Kuna vitu vinaweza vikatokea leo, ukavuna ni vibaya kabisa, haviwezi kuelezeka katika namna nzuri. Hata mtu akwambia shukuru, unasema nashukuru nini hapa? Lakini what you don't know ni kwamba unatengenezewa kitu bora zaidi kupitia maumivu ya sasa hivi. Kuna watu wamefind their calling, wamegundua kusudi la maisha yao kwa sababu maumivu waliyopitia. Kuna maumivu waliyopitia mpaka yakawafanya wajue kusudi la maisha yao pia. Lakini kitu kingine cha tatu ni kwamba kwenye maumivu kuna watu watakuacha katikati ya maumivu. Ili pia ulielewe,
especially maumivu ambayo yanakutengeneza kuwa mtu mkubwa. Kuna watu watakuacha katikati. Kuna watu uliwatarajia, ukasema hawa watu ndio watasimama na mimi. Ukasema hawa watu watanipigania, hawa watu watanitetea, hawa watu hawataniacha peke yangu. Nini kimetokea? Hawapo tena. Kwa hiyo maumivu haya yanaweza kukusababisha ukawa na maumivu makubwa zaidi, lakini kumbuka, haya maumivu ya kuachwa katikati ya ndoto yako. Ulianza ndoto, kuna watu uliwaambia wakakwambia tutakusupport, katikati wameyeyuka. Wengine waliahidi hata wakapledge, wakaahidi na pesa za kukupatia, wameyeyuka. Wengine waliahidi watakutambulisha, wameyeyuka. Jua kwamba uko unatengenezwa. Hayo maumivu unayosikia ya kuachwa ya njiani ni maumivu ambayo yanakusaidia kukutengeneza kwenda kule ambako una. Ukiona maumivu ya namna hiyo, maana yake ni maumivu ambayo yanakutengenezea kesho yako. Yanakuandaa kusimama peke yako. Yanakuandaa kukabiliana na disappointment. Mtu yote unamjua hapa duniani, kuna siku aliyokuwa disappointed. Aliyokuahidiwa kitu hakupewa, aliyokuahidiwa nafasi hakupewa, aliyokuahidiwa pesa hakupewa, aliyokuahidiwa kutambulisha hakupewa. Kila mtu unayemwona, lakini yale maumivu aliyopata, baadaye ya kuendelea kulalamika na kunungunika, akageuza na ageuza, yanakuwa ni sababu ya kufika unakotaka kwenda. Ya mwisho ni kwamba kuna watu ambao watakutafsiri kwamba wewe ni mbaya au wewe ni mtu usiyefaa. Haya ni maumivu mengine unaweza kuyapitia kwenye maisha. Kwa sababu ya maamuzi uliyochukua. Kwa mfano, unaamua kuacha jambo fulani, unaenda kufanya jambo fulani. Kuna watu watakutafsiri kwamba ni mjeuri. Unaamua kutoka sehemu moja kuhama kwenda mji mwingine. Unaamua kuhama kampuni moja kwenda kampuni nyingine. Kuna watu hawatakuelewa, watakuona wewe ni mbaya. Unaamua kuweka mikakati fulani ya kujitenga na kufanya mambo yako, hawatakuelewa. Na kuna maumivu katika hayo, kwa sababu ulitarajia watu wanaokufahamu zaidi ndio wakuelewe, lakini mbaya kitakachotokea ni watu ambao unawafahamu zaidi ndio watakuwa wa kwanza kutokuelewa. Kama ni uelewe swala hili, kuna kisa kimoja kipo kwenye Biblia ya kijana mmoja anaitwa Yusufu, ambaye alieleza tu ndoto yake ya jinsi ambavyo Mungu atakuja kumwinua, baadaye atakuja kuwa mkubwa katika nchi. Watu wa kwanza ambao kumuelewa ni ndugu zake. Na wewe pia, eti usifikiri kwa sababu una ndoto nzuri basi baba yako atakuelewa, mama yako atakuelewa, mwenzi wako atakuelewa, au marafiki zako atakuelewa, au hata bosi wako atakuelewa. No, sio lazima. Watu wengi wa karibu tulionao sio lazima watuelewe, na lazima uelewe kwamba hayo maumivu ya kutokueleweka uyakubali, uyaishi na uyavuke pia, kwa sababu sio kila wakati utaeleweka. Ni hivi, kuna watu watakuelewa baada ya kuona umeanza kufanikiwa. Mwanzoni watakushangaa, baadaye wataanza kukusema vibaya. Wakiona unaendelea watakupinga. Wakiona unaendelea kufanya na umefanikiwa, wataanza kusema sisi ndio tulimsaidia. Usijali nani anataka kuwa sehemu ya utukufu wako wa baadaye. Kikubwa utimize malengo ambayo unayakimbizana nayo. Natamani uniambie kwamba je, wewe umeshakutana na maumivu ya namna hii katika maisha yako ambayo yalikusaidia kufika hapo ulipofika au kupata mwelekeo sahihi wa maisha yako? Niandike hapo chini kwenye comment na mimi nitafurahi sana kusikia. See you at the top.